Naam, hii ni Tuso TV mtazamaji, mimi naitwa Gregory Albinus Muumba ambaye nimezuru kunako viunga vya chuo hiki, na bahati nzuri kabisa nimekutana na moja miongoni mwa wanachuo ambao wanasoma kunako chuo hiki ambaye alikuwa akishiriki kikamilifu zoezi la usafi chuoni hapa ambalo linafanyika kila siku ya Jumamosi. Atatuambia jina lake ni nani, lakini vile pia namna gani na jinsi gani ambavyo ameona usafi huu ukifanyika kikamilifu siku hii nzuri na tulivu leo, ikiwa ni tarehe ya 2 Disemba 2023. Kwa majina naitwa Shax Ditram Kayombo, mwanafunzi ya kozi Technician Certificate in Rail Transportation mwaka wa 2 diploma. Naam Shax, nimekukuta hapo ukifanya usafi. Lengo hasa la usafi hapa chuoni ni nini? Lengo la usafi hapa chuoni ni kwanza ni kufanya mazingira ya chuo kuonekana safi na nadhifu wakati wote hapa chuoni. Aha, na tija za usafi hasa ni nini? Tija ya usafi ya kwanza ni kufanya mazingira yawe bora kuepukana na magonjwa mbalimbali. Tija ya pili, kuleta muonekano mzuri wa chuo chetu. Aha. Changamoto pasi na shaka ni moja miongoni mwa mambo ambayo yanatokea hapa. Pengine changamoto gani ambazo umeziona kiasi ambacho ukiambia serikali sikivu ya Tuso ya changamoto kama hizi ama tatizo yanaweza kutatuliwa? Kweli changamoto zipo kadha wa kadha kwenye ufanyaji uzima wa usafi hapa chuoni. Kwa changamoto ya kwanza ni vifaa duni. Kuna baadhi ya vifaa sio rafiki kwa ajili ya ufanyaji wa kazi. Mfano vifaa gani? Maslesha ni changamoto kubwa kwa sababu mingi ni butu. Yamesababisha baadhi ya maeneo kutokukamilika kwa usafi kwa 100%. Aha. Na wito wako sasa kwa wanachuo katika zoezi la ufanyaji wa usafi ni nini? Hasa wale ambao pengine hawaonekani katika mazingira ya usafi siku za ufanyaji wa usafi, mathalan siku kama hii. Kwa mazingira ya chuo, serikali ya wanafunzi na sheria zake kwa ajili ya ufanyaji wa usafi, kwa ufanyaji wa usafi. Kwa hiyo wito wangu kwanza kwa watu ambao hawajashiriki usafi kwa namna moja au nyingine, siku nyingine wasikose, kwa sababu ni muhimu. Kwanza inatujengea uzoefu sasa tukiwa kwenye mazingira mengine tofauti na mazingira ya chuo, kufanya usafi kwa kujitegemea ukiwa mwenyewe. Na wito wangu pia kwa serikali ya wanafunzi kutuongezea vifaa vya ufanyaji wa usafi pamoja na uongezaji wa vifaa rafiki ya usafi kwa mazingira ya chuo. Ushauri wangu kwanza ni vyema na ni vizuri kufanyaji wa usafi. Cha pili, na ishauri serikali ya wanafunzi iendelee na mwendo huu wa ufanyaji wa usafi katika chuo chetu. Mwisho kabisa, kwako ni nani unafikiria alikuwa bora zaidi katika ufanyaji wa usafi siku hii ya leo? Kwa kozi zote au kwa kozi yangu? Kwa kozi yako. Kwa kozi yangu kwangu ni Yohana Zakaria. Na ni kiongozi gani ambaye hasa unamhusudu kulingana na jinsi ambavyo anakuongozeni kunako serikali hii ya wanafunzi katika hasa zoezi la usafi? Kwangu kiongozi wangu bora Ismail Moba. Nashukuru na asante kwa muda wako. Asante. Ewa mtazamaji wa Tuso TV, hapa nimekutana na kiongozi mkuu kwa maana ya rais wa serikali ya wanafunzi Tuso ambaye ni Harriet. Zoezi la usafi umelishuhudia kwa macho kabisa. Pengine nini hasa maoni yako kuhusiana na zoezi hili la leo? Kwa upande wangu kama rais wa chuo, ndo kondakta wa usafi wa chuo kizima, usafi umeenda vizuri, vijana wamejituma, maeneo ya chuo yote yamekuwa masafi. Kwa hiyo chuo chetu kinapendeza. Nafurahia sana kipindi cha usafi sababu kabla sijabahatika kuja kuwa rais, niliwahi kuwa naibu waziri wa mazingira. Kwa hiyo napenda sana swala la usafi. So mazingira ni mazuri sana. Hakuna uchafu, hakuna takataka, sehemu za kufyekwa zimefyekwa vizuri na sehemu za kufagiliwa na kupiga deki zimepigwa deki vizuri, kumependeza sana. Aha, unawaambia nini wanachuo kuhusiana na zoezi hili la usafi na hasa kuelekea kwenye mahafali ya 3 tarehe ya 8 Disemba 2023? Usafi sio adhabu. Kikubwa ninachowaambia ni hicho, asichukulie usafi kama ni adhabu. Usafi ni kutunza mazingira yako mwenyewe, kwa sababu sisi tunasomea kazi. Na ili ofisi yako iwe nzuri unatakiwa uzingatie kwanza usafi. Sasa tunajijenga kuwa wafanyakazi bora. Kwa hiyo usafi sio adhabu. Aha, nashukuru na majukumu mema. Mtazamaji wa Tuso TV, kwa mara nyingine tena hapa na kutana na mwanachuo wa TUTEC hapa
Tanzania Institute of Rail Technology, ambaye atatueleza namna gani na jinsi gani ambavyo ameona zoezi la uendeshaji wa usafi hapa chuoni. Kwa majina? Kwa jina naitwa Saidi Kalenga. Naam. Zoezi la usafi kwa leo kweli maeneo yote ya masafi. Ani mwenyewe na enjoy. Najua kweli nipo sehemu salama. Pengine ni maeneo gani ambayo ni korofi na pengine yanafaa kufanywa usafi zaidi? Maeneo ambayo yanatakiwa kufanywa usafi zaidi ni maeneo ya majani kufika. Maana ni changamoto, kwa hiyo maeneo kama haya kwa anatakiwa kila wiki kama hivi kila Jumamosi tunapofika kwa mazingira yanakuwa vizuri, kama babayo hapo tunavyoona imefagiliwa, kwa hata mgeni sasa hivi anapokuja au mtu yote anakuja anajua kweli nimeingia katika chuo, sio shimoni. Wito wako kwa wanachuo wenzio kuhusiana na zoezi hilo usafi? Inabidi tushirikiane kila weekend, tufanye kazi kwa kujitolea, sio kwa kubuguziwa au kusukumwa, ili chuo chetu kiendelee kuwa vizuri na mazingira masafi zaidi. Kwa viongozi hasa wa serikali ya wanafunzi TUSO, waendelee kupiga kazi, wasikate tamaa. Asante sana. Thank you very much.